Upo katika milima mitakatifu. Jah anapenda zaidi malango ya Sayuni kuliko maskani zote za Yakobo. Mambo matukufu yanasemwa juu yako, jiji la Jah. Nitataja Rahab na Babylon kuwa kati ya wale wanaonijua mimi. Tazama Filistini na Tiro. Huko Ethiopia huyu alizaliwa humo. Na juu ya Sayuni itasemwa kila mmoja, huyu alizaliwa humo. Na aliye juu zaidi atamfanya imara. Jah mwenyewe atatangaza katikati ya vikundi vya watu jinsi anavyoandikia kwamba huyu alizaliwa humo. Pia kutakuwako waimbaji na vilele vya wachezaji wa dansi na mzunguko. Mabujiko yangu yote yapo ndani yako. Rastafari. Sifa na shukrani zaidi kwa Jah. Tubariki siku ambayo tunafikia leo, sikukuu ya Gena, sikukuu ya kukumbuka kuzaliwa kwa mwana wa Jah, Yeshua HaMashiach, sikukuu ya kukumbuka kuzaliwa kwa mwana wa Jah, Yeshua HaMashiach, ambapo tunajua watu wengine wanamuita Jesus Christ, lakini wanaposema Jesus Christ wanakuwa wanamaanisha yule mzungu, na ni mtu feki, sio wa kweli, ambaye ndiyo mwana halisi wa Jah. Mwana wa kweli wa Jah alikuwa katika muonekano huu. Kwanza alikuwa ni mtu mweusi, na pili alikuwa ni mnaziri wa Jah, alikuwa ni Nazareth. Kwa sababu Biblia kwa sehemu nyingi sana inasema Yesu Kristo wa Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareth, iko na maana yake kubwa sana. Kwa hiyo sisi kama Rastafari na wale wengine wote wa imani ya Orthodox Tewahedo kutokea Ethiopia, siku ya leo tunamkumbuka mwana wa Jah katika image hii hapa inaonekana, ambaye alizaliwa katika tarehe ambayo inaangukia katika kalenda hii ya Gregori, Janvier le 7, tarehe 7 mwezi wa kwanza. Rastafari. Tutaendelea kuikumbuka hii siku kwa sababu ni siku ambayo inatoa message kubwa kwa dunia, inafanya marekebisho na inakomboa watu fulani ambao wamechaguliwa na Jah kwa ajili ya kupata ukombozi wa Jah. Ukombozi, Jah alituambia, unasimamia katika ukweli. Watu wanapofahamu ukweli, pale watu wanaweza kujikomboa. Wanaweza kujikomboa. Ukweli huu ni wa maana sana kwa sababu dunia inadanganywa kwa njia nyingi tofauti, na yale ni mapenzi ya Lucifer, udanganyifu. Lakini Jah amesema ukweli wake hautapotea. Huko maaskari wa Jah ambao watasimama, hata kama ni wachache, watakuwepo wakiendelea kudumisha ukweli wa Jah, na Jah wako ataendelea kutangazwa. Tunamkumbuka Yeshua HaMashiach, mpako wa mafuta wa Jah, ambaye aliletwa duniani kuja kuanzisha njia kamili ya imani. Njia kamili ya imani, imani maana yake ni kumfahamu Jah. Mjue Jah. Mjue Jah katika sura yake, mjue Jah katika jina lake. Yeshua HaMashiach alikuja kuanzisha njia ya imani aliposema kwamba yeye anatoka kwa Baba na neno lake linatoka kwa Baba, na yeye ni chaguo la Baba. Atakayemwamini yeye ameweza kupata wokovu, na anayemtazama yeye amemtazama Jah. Anayemuona Yeshua HaMashiach katika sura yake ya juu ameiona sura yake Baba. Na imani kamili ikasema kwamba Yeshua yule ambaye anakuja duniani kama mwana wa Jah katika image ile ambayo tunamuona, atarudi tena kwa mara ya pili. Atarudi kuja kukamilisha ahadi ambayo alipewa na Jah, ahadi ya kuwa mrithi wa vitu vya Jah, mrithi wa jina la Jah. Yani yeye sasa aitwe Jah mwenyewe katika jina jipya, Haile Selassie wa kwanza. Awe mrithi wa Jah
apewe ufalme, awe mfalme wa wafalme hapa duniani, simba wa kabila la Yuda, katika ujio wake wa pili. Na tunafahamu kabisa kwamba alisharudi katika ujio wake wa pili katika mfalme wa falme Haile Selassie wa kwanza. Alirudi duniani kwa mara ya pili kama mfalme wa falme, jina jipya Haile Selassie. Tunapoiona sura hii, sisi watu ambao tunaishi duniani leo hii tunaiona sura ya Yeshua HaMashiach. Ile sura ambayo tumeonyesha mara kwanza na hii hapa, kwa undani kabisa ni mtu mmoja. Kwa undani kabisa ni mtu mmoja. Jah amemrudisha mtu katika sura yake. Swala ambalo linahitaji imani, sio la mashindano. Imani na muamuzi ni Jah. Kwa hiyo katika hii siku ambapo Ethiopia leo hii watu wa imani ya Orthodox Tewahedo na sisi ambao tunafuata kama Marastafari tunamkumbuka Yeshua katika kuzaliwa. Siku hii inaitwa Gena au Lidet. Ni sikukuu Ethiopia ambayo watu wanaiadhimisha, wanaisherehekea baada ya kuwa walifunga kula kwa siku 40. Kwa siku 40, alafu siku hii ilikuwa ni siku ya kufungua na siku kuu ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yeshua HaMashiach. Jah Rastafari. Tutakuwa na habari tofauti, habari zinazohusiana na kuzaliwa kwa Yeshua HaMashiach na Ukristo ndani ya Ethiopia, yani ile imani ya kuamini katika yeye Yeshua. Habari zinatuambia kwamba mwaka wa 1945 Mfalme Haile Selassie alikamilisha mpango wa Orthodox Tewahedo ya Ethiopia kuwa inajitegemea kutoka Coptic Orthodox ya Egypt. Kabla Haile Selassie atangazwe mfalme wa falme Ethiopia, Orthodox ya Ethiopia ilikuwa ikiongozwa na Orthodox ya Egypt ambayo ikiitwa Coptic Orthodox. Lakini ya Ethiopia ni Tewahedo. Maana yake nini? Mungu mmoja katika mwili. Mungu mmoja katika mwili, ndio maana ya Tewahedo. Ethiopia Orthodox Tewahedo. Kabla ya Haile Selassie kuwa mfalme, au tuseme mbele ya 1945, hapo ndio kitendo cha kuifanya Orthodox ya Ethiopia iwe inajitegemea, ilikuwa ikitegemea ikiongozwa na Coptic Orthodox ya Egypt. Lakini mfalme alipofika palikuwa mabadiliko, na tunatambua kwamba kuja kwa Haile Selassie kumeleta mabadiliko mengi sana. Kumeleta mabadiliko mengi sana sana, mabadiliko ya kujitegemea kwa Ethiopia, kwa sababu ilikuwa na maana. Yeye ni mfalme wa falme, bwana wa bwana, simba mshindi wa kabila la Yuda, mtoa sheria wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Ethiopia ilipaswa kuonesha kwamba sasa ni taifa teule la juu, lililo juu ya mataifa yote katika hii dunia. Na Selassie alizungumza hii ndani ya League of Nations akiambia mataifa, mbali na taifa moja tu la ufalme wa Jah, hakuna taifa lingine ambalo liko juu ya taifa lingine, isipokuwa lile tu la ufalme wa Jah ndio lipo juu ya mataifa yote. Haile Selassie akafanya kazi ya kuifanya Orthodox, imani ya Orthodox Tewahedo Ethiopia iwe inajitegemea. Nominate abuna wake, yani kiongozi mkuu wa imani ya Orthodox wake wa kujitegemea. Katika mwaka huo Abun Basilios aliteuliwa kuwa Archbishop Patriarch wa Ethiopia
na 1951 Mei 1951 alitangazwa rasmi kuwa baba askofu wa kwanza mzaliwa wa Ethiopia. Wa kwanza 1951. Ethiopian first native archbishop patriarch. Kazi ambazo zilifanywa na Haile Selassie kuonesha kwamba sasa hivi Ethiopia ni taifa la kwanza la uteule wa Jah lililo na mamlaka na authority ya uongozi katika dunia. Ndio maana hii. Mwaka wa Ethiopia una miezi 13 na siku 365. Mwaka wa Ethiopia, miezi yake jinsi tunavyoona kalenda hii ya kawaida ina miezi 12, kwa Ethiopia ni miezi 13. Lakini katika kila baada ya miaka 4 mwaka huwa na siku 366 kwa sababu ya kuwa na mwaka mfupi. Kanisa kuu la Ethiopia, Orthodox Tewahedo, Mungu mmoja katika mwili, wanaamini kwamba Yesu Kristo alizaliwa miaka 1500 baada ya kuumbwa kwa hii dunia. Selassie. Imani ya Orthodox Tewahedo ya Ethiopia inaamini kwamba Yesu Kristo alizaliwa miaka 5500 apre kuumbwa kwa hii dunia. Yaani kuumbwa kwa dunia kulipita miaka 5500, alafu ndipo akazaliwa Yeshua HaMashiach. Hii inapelekea kuwa na tofauti ya miaka 7 mpaka miaka 8 kati ya kalenda ya Ethiopia na kalenda ya Gregory Western Calendar. Imani hii ya kusema Yeshua alizaliwa miaka 1500 baada ya kuumbwa kwa dunia ndiyo inayosababisha utofauti wa miaka 7 mpaka 8 kati ya kalenda ya Ethiopia na kalenda hii ya West ya mataifa ya Ulaya na Amerika. Tuna tofauti ya miaka 7. Kwa maana leo hii mwaka wa 2026 2026 kwetu Ethiopia, katika imani yetu tuko na mwaka wa 2018. Ethiopia ilipokea imani ya Ukristo katika karne ya 4, yani 4e siècle. 4e siècle ndio ilipokea Ukristo, yani kupokea ile imani ya kuamini katika Yeshua HaMashiach. Selassie. 4e siècle AD apre kuzaliwa kwa Yeshua. Ilikuwa ni kupitia mtu mmoja aliyeitwa Fragmentus. Ilikuwa ni katika kipindi cha utawala wa Emperor Ezana Ethiopia. Walikuwa ni zamani katika utawala wa Emperor Ezana. Fragmentus na wenzake Adesius walikuwa na uraia wa Syria. Walikuwa na nationalite ya Syria. Lakini walitekwa na majeshi ya Ethiopia katika Bahari Nyekundu, katika Red Sea. Tunaona Ethiopia na hizo nchi za Arabia zinapakanishwa na Bahari Nyekundu. Kwa hiyo Fragmentus na mwenzake walikuwa wakipita katika hayo maeneo na walitekwa na majeshi ya Ethiopia. Baada ya pale walipelekwa kwa Emperor Ela Amida wa Ethiopia. Walikuwa ni wasomi wakubwa na hivyo walipata vyeo vikubwa katika serikali ya Emperor Amida. Yaani walitekwa, wakapelekwa, kufikishwa kule, wakaonekana kwamba ni watu wana elimu fulani, wakapata nafasi fulani katika government leta ya Emperor Amida.
Adesius alikuwa mbeba kikombe cha mfalme na muonja chakula mkuu cha mfalme. Yeye ndio anaonja ava mfalme ya kule, yeye kwanza anapima na kubeba kikombe cha mfalme. Framentus alikuwa sekretari wa Emperor Amida. Baada ya kifo cha Amida, Adesius alirudishwa Syria, lakini malkia wa mfalme aliyekufa alimuomba Framentus abaki ili amsaidie kielimu mtoto wake ambaye angekuja kuwa mfalme baadaye. Framentus alikubali, na baada ya kuwa na nguvu na mamlaka ya juu Ethiopia, ndipo alianza kutangaza habari njema ya Ukristo Ethiopia. Akaanza kutangaza habari ya Ukristo Ethiopia. Framentus alifanikiwa kubadilisha imani ya Emperor Ezana, mtoto wa Amida, na kuwa muumini wa imani ya Kikristo, imani katika Yeshua HaMashiach manake. Na hivyo Ethiopia ikawa imepokea rasmi Kristo kupitia Framentus na Emperor Ezana. Kwa njia hiyo Ethiopia ikawa imepokea imani katika Yeshua. Hiyo ni habari moja ambayo ina exist, lakini pia kuna habari nyingine ya ubatizo. Ubatizo wa towashi fulani wa Ethiopia ambaye alikuwa akisafiri na Philip, ipo katika Biblia. Na alipokuwa akisafiri wakafika sehemu fulani wakaona maji, na yule towashi akamwambia Filipo, mimi naona maji, kwa nini sibatizwe? Na Filipo akamwambia, kwa imani yako, kama una imani unaweza kubatizwa. Naye akabatizwa katika imani ya Yeshua HaMashiach. Na alipobatizwa akiwa kama mtu mwenye authority kubwa Ethiopia, Ukristo pia ukawa umeingia Ethiopia kwa njia ile. Kwa hiyo kufika kwa Ukristo Ethiopia unaonekana kwamba uko na source mbili. Lakini hii ya pili ambayo tunazungumzia, ambayo kwenye Biblia Haile Selassie mwenyewe amezungumzia, hata anazungumza habari ya kuamini katika Biblia. Amezungumza njia hiyo ambayo Ethiopia ilipokea Ukristo kwa kubatizwa kwa authority mkubwa wa Ethiopia. Gena au Lidet au Kedus Bale World ni mwezi wa Tarsas 11 katika kalenda ya Ethiopia. Mwezi wa Tarsas katika lugha ya Ethiopia 11 kalenda ya Ethiopia, sawa na Januari 7, Janvier 7 kama hivi leo katika kalenda ya Gregori. Katika kalenda ya Ethiopia leo hii ni Tarsas 11. Ndiyo jina la huu mwezi ambao Yeshua alizaliwa. Gena husherehekewa baada ya watu kuwa wamefunga kula kwa siku 40 kama Yeshua alivyokuwa jangwani kudesert. Na tukiendelea, kwa nini kalenda ya Ethiopia iko nyuma kwa miaka 7 ikifananishwa na kalenda ya sehemu kubwa ya hii dunia? Ni habari nyingine ambayo tunapaswa tupate ujuzi kuhusiana nayo, kwa sababu ya huu tofauti ambao sisi tuko katika hizi nchi za Kibabylon zinatumia kalenda nyingine. Tunaona huu tofauti, ujuzi ni wa maana sana. Kwanza kabisa, inakubalika kwamba Ethiopia ni nchi iliyokuwa na maendeleo ya kwanza kuzidi popote pale duniani
uchunguzi wa kweli, wanahistoria wa kweli wanaandika na wanakuonyesha kabisa Ethiopia ni nchi iliyokuwa na maendeleo ya kwanza katika dunia. Ni nchi ya zamani sana. Ethiopia ndipo ambapo mtu wa kwanza kabisa aliishi, na ndio sehemu ya kwanza ambapo kahawa ilitokea. Hii kahawa hii sehemu ya kwanza kutokea ni Ethiopia. Ethiopia kalenda pia huitwa Giz kalenda. Ndio kalenda ambayo inatumiwa na dini kuu Ethiopia. Dini kuu ya Ethiopia inatumia hii kalenda, Ethiopian Orthodox Tewahedo. Ni kalenda iliyotengenezwa kwa kutumia system ya jua. Hii ni kutokana na mapenzi yake Jah. Lakini kalenda ya Gregory, Pope wa Roma, ilitengenezwa kutokana na system ya mwezi ule wa usiku, ambayo sio mapenzi ya Jah, lakini mapenzi ya mpinzani wa Jah, Lucifer. Wakati wao wanatengeneza kalenda yao kupitia system ya jua, ya mwezi wa usiku, haikuwa mapenzi ya Jah, na kitu ambacho sio mapenzi ya Jah ni mapenzi ya Lucifer. Huyu alikuwa ni Pope wa Roma wa 13, Trajan Pope, mwaka wa 1582, Oktoba 15, ndipo ambapo walitengeneza hiyo kalenda yao. Sababu ya utofauti wa kalenda hizi mbili unatokana na mahesabu ya wakati wa kuzaliwa kwa Yeshua HaMashiach. Ethiopian calendar ilitengenezwa mwaka wa 7 BC, mwaka wa 7 April kuzaliwa mwaka wa 7 Ava kuzaliwa kwa Yeshua HaMashiach. Kalenda ya Ethiopia ilitengenezwa mwaka wa 7 Ava ya kuzaliwa, kabla Yesu Kristo azaliwe, ambapo wanaamini ndio mwaka. Wanaamini kwa njia hiyo ndio wanapata kuamini mwaka wa kweli ambao Yeshua HaMashiach alizaliwa. Kalenda itengenezwa miaka 7 Ava azaliwe. Maana ukitoa miaka 7 unapata mwaka ambao Yeshua alizaliwa. Na maana yake ni nini? Maana yake ni mwaka wa 5000 mwaka wa 5000 April kuzaliwa kwa Yeshua HaMashiach. Kwa sababu mwanzo kule tumeona imani ya Orthodox Tewahedo inasema ni mwaka wa 5000 April kuzaliwa kwa Yeshua. April kuumbwa kwa dunia, ndipo Yeshua alizaliwa. 5000 April kuumbwa kwa dunia, ndio Yeshua alizaliwa. Kwa hiyo hapa tunaendelea kutembea na mahesabu hayo katika hiyo imani. Lakini kalenda ya Gregory inaanza na mwaka wa kwanza AD, ambapo naye alipanga kwamba ndio mwaka aliozaliwa Yeshua. Kabla ya kuzaliwa kwa Yeshua walikuwa wakihesabu miaka kwa kushuka, na baada ya kuzaliwa wakawa wakihesabu miaka kwa kupanda. Siku mpya Ethiopia inaanza asubuhi, pale ambapo jua linachomoza, na inaisha jioni jua linapozama. Sababu kuu iliyoacha Ethiopia kuwa inatumia kalenda hiyo ni ushindi wake dhidi ya ukoloni. Kama wangeweza kutawaliwa, basi isingekuwa ikitumia kalenda hiyo mpaka leo. Ina utofauti wa kalenda, inabaki ikitegemea na kalenda yake na mahesabu yake, lakini hii ni kwa sababu iliweza kulinda uhuru wake Ethiopia. Kwa sababu ya kulinda uhuru ikaweza kudumisha hii kalenda. Wasingefanya vile leo hii wasingekuwa wana hii kalenda. Kwa hiyo ni ushindi wa Ethiopia ambao tunasema ni ushindi wa Jah. Kalenda ya Gregory imekuwa mara nyingi ikipingwa. Kwa mfano mzuri kabisa
mwaka wa 2012 Pope wa Roma Benedikti wa 16 alisema kalenda ya Wakristo inayodai kwamba Yesu alizaliwa mwaka wa kwanza AD, mwaka wa kwanza AD, yani nyuma ya kuzaliwa kwa Yesu ina makosa ya mahesabu. Ukweli ni kwamba Yesu alizaliwa mbele, naye akasema inawezekana sana ni kati ya mwaka wa 7 au wa 2 ava ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna kupingana kati ya wao mapopu wa Roma. Popu wa Roma alileta kalenda hiyo. Popu mwingine baada ya kufanya mahesabu, kuangalia, akaona kwamba hapa kuna makosa. Tunaamini katika Ethiopia. Ethiopia imetunza ukweli wa Jah. Ethiopia ni nchi ya zamani. Ethiopia ilipokea, au unavyosikia Israeli wao ni watoto wa Ethiopia kwa kufuata ukweli, watoto wa Kush. Kush ndio alizaa Kanaani. Kwa hiyo na watu ambao walijenga hii dunia ya kwanza kabisa, mamlaka ya Jah yaliwekwa kwa Ethiopia. Kwa Ethiopia ilitunza ukweli kwa muda mrefu. Ndio ukweli ambao tunaendelea kutembea nao. Haile King Rastafari. Kalenda ya Ethiopia ina miezi 13. Miezi 12 ya kwanza huwa na siku 30, lakini mwezi wa mwisho unakuwa na siku 13. Miezi 12 ya kwanza inakuwa na siku 30, lakini mwezi wa mwisho wa 13 huwa na siku kidogo, siku 5 mpaka siku 6. Mwezi wa mwisho ule wa 13 huwa unakuwa na siku 5 mpaka siku 6. Ethiopia jua huonekana kila siku. Baraka za Jah. Ethiopia kila siku jua linaonekana. Hakuna siku inapita na hawajaona jua. Hata pakuwe na mawingu kiasi gani, mvua inyeshe kiasi gani, hakutakosekana hata 20 minutes za jua kuonekana. Tukiendelea kupata elimu kuhusiana na sikukuu hii na hii kalenda na utofauti, tunaendelea kuona kuhusiana na sikukuu tofauti ambazo zina exist katika imani yetu ya Orthodox Tewahedo Ethiopia. Sikukuu tofauti katika mwanzo wa mwaka wa Ethiopia, sikukuu inaitwa Enkutatash, yani mwaka mpya, ambayo katika kalenda hii inaangukia September le 11. Tunajua ile September le 11 au wakati fulani September le 12 katika mwaka mrefu. Na kuna sikukuu ya pili inaitwa Meskel, yani the finding of the true cross, sikukuu ya kupatikana kwa msalaba wa kweli, ule msalaba ambao ulitumia katika mateso ya Yeshua ulikujaga kuvumbuliwa msalaba wa kweli. Na hiyo sikukuu Ethiopia Orthodox Tewahedo inaitwa Meskel, inakumbukwa siku ya September le 27 katika kalenda ya Gregori, September le 27. Kuna sikukuu nyingine inaitwa Debradamo. Debradamo ni Feast of Saint Aregawi, yani karamu ya mtakatifu Aregawi. Ipo katika kalenda ya Orthodox October 24. Kuna sikukuu inaitwa Aksum Mariam Sion. Aksum Mariam Sion, yani Feast of Saint Mary of Zion,
karamu ya Mtakatifu Maria wa Sayuni. Karamu ya Mtakatifu Maria wa Sayuni inakuwa Novembre le 30. Kulibi, Feast of Saint Gabriel, karamu ya Mtakatifu Gabrieli. Katika kalenda ya Orthodox Tewahedo hiyo sikukuu ipo, na katika kalenda hii ambayo tuko nayo huku inasherekewa December 28. December 28. Lidet Gena, kuzaliwa kwa Yeshua HaMashiach, ndiyo inakuwa Tarsas 29, ni sawa na Janvier le 7. Timket Epifani, hiyo sikukuu inaangukiaga Janvier le 19, mwezi le 19. Good Friday, Good Friday kusema ile Vendredi Saint, Vendredi Saint, Ijumaa Kuu inakuaga kati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4, lakini date inakuwa tofauti, lakini kati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Alafu kunafuatia Fasika, Easter, Pasaka, na yenyewe ni katikati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Rastafari. Hapa tuko tukisoma katika lugha ya Amharic ya Ethiopia, lakini katika Kiebrania Enkutatash ni Rosh Hashana. Meskel, kupatikana kwa msalaba, ni Yom Kippur. Debadamu wanaita Sukkot. Aksa Mariam Tzion, na kwenyewe Waibrania iko inaitwa Simchat Torah. Kulibi, Feast of Saint Gabriel, hiyo inaitwa Hanukkah. Na Lidet Gena, hii sikukuu ya leo inaitwa Tub Sheva katika kalenda ya Waibrania. Timket Epifani ni Purim. Good Friday ni Pesach au Passover, Good Friday. Na Fasika wanaita Shavut. Rastafari ni katika kupata elimu tofauti, kwa sababu imani yetu inaanzia katika lugha ya Kiebrania na inakuja kumalizia katika lugha ya Amharic ya Ethiopia. King Rastafari. Tutasoma sehemu fulani ya Zaburi kama 2 tofauti katika kumalizia ujumbe wa siku. Zaburi ya kwanza. Mwenye furaha ni mtu ambaye hakutembea katika shauri la waovu, na katika njia ya watenda dhambi hakusimama, na katika kiti cha wenye dhihaka hakuketi, bali mapendezi yake ni katika sheria ya Jah. Naye huisoma sheria yake kwa sauti ya chini mchana na usiku. Naye hakika atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, ambao hutoa matunda yake katika majira yake, na ambao majani yake hayanyauki, na kila jambo analofanya litafanikiwa. Waovu hawako hivyo, bali wako kama makapi ambayo upepo hupeperusha. Ndio sababu waovu hawatasimama katika hukumu, wala watenda dhambi hawatasimama katika kusanyiko la waadilifu. Kwa maana Jah anaijua njia ya waadilifu, bali njia ya waovu itaangamia. Kwa nini? Zaburi ya pili. Kwa nini mataifa yamekuwa na fujo na vikundi vya mataifa vimeendelea kusema jambo la upuuzi?
Kwa nini wafalme wa dunia wanachukua msimamo wao, nao maofisa wakuu wamejikusanya pamoja kama mtu mmoja dhidi ya Jah na dhidi ya mtio mafuta wake? Wanasema, na tuzikate pingu zao na kuzitupa mbali kamba zao mbali nasi. Yule anayeketi mbinguni atacheka, Jah mwenyewe atawadharau. Wakati huo atasema nao katika hasira yake, na katika ghadhabu yake atawafadhaisha na kusema, mimi nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Acheni lijezee agizo la Jah. Yeye ameniambia, wewe ni mwanangu na mimi leo nimekuwa baba yako. Niombe ili nikupe mataifa yawe urithi wako, na miisho ya dunia iwe milki yako mwenyewe. Utawavunja kwa fimbo ya chuma ya enzi, utawavunja vipande vipande kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa, enyi wafalme, onyesheni ufahamu, kubalini kurekebishwa, enyi waamuzi wa dunia. Mtumikieni Jah kwa woga, na mshangilieni kwa kutetemeka. Mbusuni mwana ili yeye asikasirike, nanyi msiangamizwe kutoka njiani. Kwa maana hasira yake huwaka kwa urahisi, wenye furaha ni wale wote wanaomkimbilia. Jah Rastafari.